unatakiwa ujue kwamba ni ngumu sana kwako wewe kumbadilisha mtu. Huwezi kumbadilisha mtu mzima maamuzi yake au akiwa anafanya makosa. Huwezi kumbadilisha kwa kumlalamikia, kwa kumbembeleza, kwa kumfokea, kugombana naye. Yani unamwambia mbona unanifanyia hiki, usinifanyie hivi, nakupenda, au unambembeza nipende mimi. Yani unamueleza ile mambo kutokana na jinsi ambavyo unamtendea mambo yako. Au unalalamika mbona mimi nakupigia simu, mbona nakutumia message, mbona wewe ufanyi na nini. Huwezi kumbadilisha kwa kulalamika. Yani unavyolalamika unajiumiza wewe tu na kupoteza muda wako. Ndio maana umekuwa ukilalamika, labda ukimwambia, ukimbembeleza, lakini habadiliki. Anaendelea vile vile na hali inakuwa mbaya zaidi. Katika hali tu ya kijamii ambapo tumefundishwa, unaweza kaona ndivyo hivyo umefundishwa kwamba ukimwona mpenzi wako anakuwa hivyo basi endeleza kumonyesha upendo zaidi. Lakini kisaikolojia ni kosa kubwa sana. Na ukiendelea kumbembeleza na kulalamika, ndio mwisho wa siku anakublock. Mwisho wa siku anakuambia tuachane. Mwisho wa siku anakaa kimya tu, asome message zako. Yani maana yake unakuwa too much. Unakuwa kwa available sana kwake. Yani unamboa. Kwa kifupi ni kwamba unamboa. Wewe huwezi kuona kwamba unamboa, lakini yeye ni anaboreka. Wewe unaona kwamba unamfundisha kitu, lakini kwake ni kuboa. Njia pekee ya kufanya kaka au dada mpenzi wako abadilike ni kwa wewe kubadilika kwanza. Wewe ukishabadilika naye atabadilika. Lakini sio kwamba wewe ubaki hivyo hivyo ulivyo afu unamforce abadilike. It's a mistake. Badilika kwanza wewe. Na mtakiwa ujue kwamba mapenzi ni mazuri pale wote mkiwa kwenye level sawa. Hamwezi mkua level ile moja pase kwamba wote labda 90%. Inawezekana wewe labda 90%, mwenzako akiwa 80%, sio mbaya ikicheza hapo. Lakini kama unajiona kabisa kwamba wewe upo 80%, abina 90%, labda mwenzako yuko 10% kwenye kuonyesha upendo, hakujali, hana muda, wewe ndio kubembeleza, wewe ndio kumtafuta, wewe ndio kila kitu, unapambana mapenzi yasimame, jua kwamba hapo tayari kuna tatizo. Na wala usione kwamba hali ni ya kawaida. Na inawezekana mtu anakupenda tu, lakini upo yani umpi challenge yoyote. Kwa kama nilivyosema, unatakiwa badilike wewe. Unatakiwa sasa upunguze kumuonyeshia upendo kutoka 90% uliopo mpaka ufike 5%. Hiyo ndio saikolojia ninavyosema, na ndio njia sahihi. Achana na ile kwamba unazidisha kumpenda, hapana. Shusha upendo wako chini kuliko yeye. Kama yeye apokee simu zako, yeye sio ajibu message zako, sasa wewe uje na utaratibu mwingine tofauti kabisa, ambao ndio kama huu nakwambia, ukate kabisa mawasiliano. Usimtafute kabisa. Usimpigie simu, usimtumie message, usimchungulie sijui WhatsApp kaposti nini, kama ni status au kuangalia DP yake au kuangalia kwamba yuko online au hayuko online. Yani usihangaike naye kabisa. Ukate kabisa mawasiliano. Usitamani hata akutumie message, usitamani hata akupigie kwa muda wa siku 30. Hii itakufanya kwamba wewe uanze kupona. Maki ulikuwa umezidi. Huwezi kujiona kama umezidi, lakini ni umezidi kutokana na situation yenu ya mapenzi ilivyo. Ungekuwa mko sawa wote, tungesema ni kawaida. Lakini kwa sababu mwenzako yeye hana muda, lakini wewe unazidisha upendo, maki umezidi. Kwa hiyo punguza kwa kukata kabisa mawasiliano. Kwa hiyo hapo unakuwa umeshuka chini kuliko yeye. Kwa kufanya hivyo, yeye sasa ataanza kukumisi. Ataanza kuona maisha bila uwepo wako. Ataanza kuona umuhimu wako kwenye maisha yake. Mtu hawezi kuona umuhimu wako kama wewe kama upo available sana. Yani kama upo tu, lazima upotee kwanza, akukose, ndio aone kwamba kumbe huyu mtu alikuwa ananifanyia hiki, alikuwa ananibembeleza, alikuwa ananitumia message, alikuwa anafanya hivi. Aone umuhimu wako. Na kama ni kubadilika, sasa hapo ndo aanze kubadilika yeye kwa kupitia ukimya wako. Aanze kujiuliza nimekosea wapi, au ni kwa vile nilikuwa sijibu message zake, au ni kwa vile yani ni mdogo atajikuta anakumbuka yote aliyokufanyia. Lakini ukiwa unamwambia hawezi kuelewa,
lazima umfanyie action kama hiyo, itakomfanya sasa yeye ajitafute kwamba amekosea wapi. Na yani unamwacha dilema, unamwacha haelewi kama unamtaka bado au umtaki. Yani unapotea ghafla kwenye maisha yake kwa muda wa siku 30. Kitu kingine ni kwamba anaweza akakutafuta, akakutumia message, akakupigia simu, usijibu message zake wala usipokee simu zake kama siku 30 hazijaisha. Siku 30 ni za muhimu kisaikolojia, kwamba ndio muda mwafaka kwa mtu kupata ile maumivu ya mapenzi, maumivu makali, kwamba ya kukumiss, ya kukukosa. Wewe mwenyewe utayapata, lakini unayafanya, yani unatengeneza mahusiano yako. Utapata maumivu kiasi fulani, lakini angalau wewe unayejua kwamba upo kwenye challenge fulani uliopewa, kuliko yeye ambaye hajui nini kinachoendelea. Anachoona ni kwamba umepotea, huwasiliane naye. Kwa hiyo usiwasiliane kabisa, wala usijibu message zake, usimulizie kwa ndugu zake, usimulizie kwa rafiki zake. Ikiwezekana rafiki zake wakikupigia simu usiwajibu. Kama ni issue hiyo kaka wanakuulizia, au huyo dada mpenzi wako, tuseme, usiwajibu chochote. Na kama akikutafuta mwenyewe physical, amekufuata sasa kwamba mbona upokee simu zangu, nimekukosea, nisamee. Maana maumivu yakiwa makali atakutafuta, nisamee na nini. Usimsamee haraka, usimsamee kama hazijapita siku 30. Mwache kwanza maumivu yakolee zaidi, ili siku atokimpa nafasi tena ajue kwamba ni kosa, yani ajue maumivu yale asiwe tayari kuyapitia tena. Kwa hiyo akija mwambie kabisa black and white, usimuongelee yeye, usiseme kwamba mimi nimeamua kukuacha kwa sababu unaninyanyasa, kwa sababu unanitesa. Yani sasa hivi issue ni kwamba ni wewe unajiinua sasa tena. Maana ulikuwa umeshushwa chini sana, kwa unajiinua. Utamwambia kwamba nipe nafasi niweze kutafakari haya mahusiano tulionayo. Yani lazima aone kabisa kwamba ni mtu unaelewa nini unachokiongea, sio kwamba unafuata tu akikupeleka huku tuenda, akiamua leo ulie unalia, akiamua leo ufurahi unafurahi. Kwa hiyo unamwambia nipe nafasi niweze kutafakari haya mahusiano, kama nina haja ya kuendelea nayo ama niendelee na maisha yangu. Unajiongelea wewe ndio unaifanya maamuzi. Ukimwambia hivyo yeye anakuwa umemshusha chini, wewe ndio umejiinua juu, wewe ndio umejipa thamani. Kwa hiyo unatakiwa sasa ufanye kitu kama hicho. Hilo swala la kwanza. Swala la pili, ubadilishe fikra zako kwa muda wa siku 30. Jinsi unavyofikiria mambo. Najua sasa hivi nikikuuliza tu niambie mazuri ya huyo mpenzi wako, utaanza kuyatafuta kwa tochi. Lakini nikwambia niambie mabaya yake, utakuwa rahisi sana wewe kuyataja, kwa sababu ndio mambo ambayo yamejaa kwenye fikra zako sasa hivi kutokana na hivyo vitu alivyokutendea. Kwa hiyo lakini sasa ili uweze kutengeneza, hutakiwi kuwaza mabaya. Kwa muda wote ambao utakuwa umejitenga naye, mwazie mazuri yeye, jiwazie mazuri wewe, wazia mahusiano yenu mambo mazuri, kwa sababu kitu unachokifikiria sana ndicho kitakachoendelea kutokea kwenye maisha yako. Ukiendelea kufikiria kwamba akupendi, akujali na unahuzunika, maana unakuwa unaita hizo hali ziendelee kwenye maisha yako. Lakini sasa uanze kubadilisha, anza kuamini kwamba anakupenda, anakujali, anakufikiria, anakuhitaji. Yani kwa kifupi ni kwamba hiyo moment uliyopitia toka amebadilika mpaka sasa hivi, i-delete kabisa kwenye maisha yako. Japokuwa uongee naye, uko mbali naye, lakini i-delete. Usiwaze, usione. Wewe ona kwamba kila kitu kipo sawa kati yenu, mambo yenu yanaenda vizuri, na anakumisi huko alipo, anajiuliza kwa nini hujamtafuta, anatamani kuongea na wewe, anaumia sana kwa kukosa kusikia sauti yako. Yani ndio mambo ambayo unatakiwa uyafikirie. Itakuchukua ugumu kidogo, kwa sababu ni kitu ambacho hujakizoea wala hujakika kwenye fikra zako kwa sasa hivi, lakini mdogo mdogo utaanza kuzoea kuamini katika mazuri tena. Ukifikiria mazuri muda mrefu, hayo mazuri ndio yataanza kutokea kwenye maisha yako. Kwa hata ukikaa sengine, fikiria jinsi mnavyokutana tena, siku anakuja kukusalimia, siku anakuja kuomba msamaha, jinsi anavyokutumia message, anavyokupigia simu. Fikiria hayo ambao unataka yatokee. Hii ni ya muhimu sana kwenye saikolojia. Fikiria yale unaotaka yatokee tu. Usipoteze muda wako siku nzima unalia, unahuzunika kwamba hakupendi, hakujali, hakufanya nini.
unakuwa una deal na mambo yaliyotokea past, yaliyotokea ambayo yameshapita. Kwa hiyo fikiria yale mambo ambayo unataka yatokee, kwa sababu sasa hivi maisha yako yanaenda mbele, maisha yako hayarudi nyuma. Nadhani umenielewa. Kama umenielewa, niambie umenielewa hii na uko tayari kufanya hii challenge ya kukata mawasiliano naye kabisa na kuwaza mazuri, ama kama una maswali zaidi niulize, nitakufafanulia. Fikiria yote yale ambayo unataka yatokee. Mawazo mabaya yatakuja, ndio kama nilivyosema yatakuja, kwa sababu kwenye fikra zako kuna fikra negative na kuna fikra positive, lazima zije, lakini jitahidi sana kucontrol. Zikiwa zinakuja sema okay, kweli alinifokea, kweli aliniambia hivyo, lakini hayo yote ni past, ni mambo ambayo yameshapita, na mimi maisha yangu hayarudi nyuma, maisha yangu yanaenda mbele. Kwa hiyo nitafikiria vitu vya future tu, nitafikiria vitu ambavyo nataka vitokee mbele yangu. Kwa hiyo usiendelee kuishi past. Najua mimi umenielezea yote haya ili niweze kuelewa, na nimekuelewa vizuri, lakini wewe sasa usiendelee kuelezea mambo kwa rafiki zako au kwa watu wengine. Forget them. Kitu unapokiongelea sana na unavyozidi kukikuza kiendelee, unakipa vibe, unakifanya kiendelee kutetemeka, kujaa. Kwa hiyo kiviache, usiviongelee. Hata mtu akikuuliza kuhusu mpenzi wako, mwambie tuko very happy, tunaendelea vizuri. Ongelea positively. Hiyo ndio maana ya imani. Ni mnakuwa na uhakika wa vitu ambavyo bado havijatokea. Kwa hiyo unaamini hata story zako ukiongelea, unaongelea vizuri bila kuweka doubt. Najua hii ni knowledge mpya na inachukua watu muda sana kuielewa, lakini ukijiforce sana, ukajilazimisha kuamini kila kitu ni imani, ukalazimisha kweli uamini kitu ninachokuambia, itakuwa hivi ambavyo ninakwambia. Utakachokiamini kitatokea. Ukiamini kwamba kaka atarudi, sasa na ukiwa unaongea usiongelee kwamba usiongelee kwamba atakuja, atanipenda. Ongelea sasa hivi. Ongelea as if everything is happening now. Kwa sababu wewe unatengeneza vitu sasa hivi, una create sasa hivi, kuongelea kwamba ananipenda, tuko pamoja, tunaoana, tuko na maisha mazuri, tuna watoto wetu, ananipenda sana. These things are possible. Ni mtu unayempenda unaweza ukawa naye na mkaishi kwa furaha sana. Na ukiwa unawaza hivyo, usiwaze siku nzima. Jitahidi sana uachilie. Kuachilia maana kuendelea kufikiria hicho kitu sana. Ukiwaza mara moja, tayari taarifa zako zinafika huko ambapo zinatakiwa zifike. Maana fikra zako zipo connected sasa kwenye ulimwengu wa kiroho. Kwa ukifikiria kitu kule, kuna jinsi mambo yanafanyika. Kama ukipenda kujiunga kwenye magrupu yangu ya masomo, nafundisha sana mambo ya conscious, subconscious mind, naelezea jinsi unavyofikiria mambo yanavyoenda hadi yanafanyika. Kwa hiyo kule kuna jinsi mambo yanafanyika na unaletewa majibu. Yanavuta vitu unavyovitaka. Kwa hiyo ukiwaza mabaya, vitu vinavuta vitu vibaya, unaletewa situations ambazo ni mbaya. Kwa mfano kama hivyo, umekuwa kila siku unapitia shida hiyo, miezi, wiki zinaenda unapitia hivyo, kwa sababu umeyavuta hayo mabaya. Lakini ukianza kuyavuta mazuri kwa kuyawaza mazuri, kujinenea mazuri, ukiwa unajiongelea wewe vizuri, ongelea mahusiano yako vizuri, uongelee mpenzi wako vizuri. Lakini unaongelea katika hali ya kifikra, unafikiria au unajisemea. Asubuhi ukiamka unasema. Kabla hujaenda kulala lazima uitedi unafikiria. Maana pale ndio muda mzuri. Wewe unatoka kwenye hali conscious, ya hali ya kujitambua, unaenda kwenye hali ambayo ni subconscious, ya kirunda sasa kwenye kiroho, kifikra kule ukienda kulala. Kuna sababu kwa nini tunakuwa macho na tunalala. Sema ni vitu ambavyo ukiangalia kibiolojia ndio utajijibu kidaktari, lakini kisaikolojia pia ina maana kubwa sana kwenye fikra unapoenda kulala. Na ndipo vitu vinahama kutoka kwenye mawazo yako ya kawaida kwenda kwenye mawazo ambayo ni inakuwa katika unit za kispiritual, za kiroho, zinaenda kufanyiwa kazi huko. Kwa hiyo jitahidi sana kabla ya kulala, ukiwa about to sleep, instead of thinking negatively
thinking kwamba amenitenda, ameniumiza. You are crying kwa sababu kulia ni negative, it's not positive. Yani the more you cry, the more you attract situations za maumivu. Labda kama ukiwa unalia kwa furaha, lakini kama unalia kwa huzuni, maki unazita, unaendelea kuzitengeneza. Lakini na kuna hope, kuna hope na fear. Kuna faith na fear. Faith ni unakuwa unatumaini ya kwamba kitu kitatokea, lakini fear ni hofu. Ukiwa unalia maki umejaa hofu kwamba hiki kitu kimeshindikana, hichi kitu hivi na hivi. Lakini ukiwa na hope huwezi kulia, maki una uhakika. Ukiwa na faith una uhakika kwamba mambo yatakuwa hivi ninavyotengeneza, kwa sababu una mamlaka ya kutengeneza vitu kwa jinsi unavyovifikiria. Kwa hiyo kwa kifupi sana ni ubadilishe fikra zako. Kata mawasiliano naye kabisa, lakini amini kwamba huko alikuwa anakumisi, huko alikuwa anawaza kumetokea nini, anashangaa. Wacha naye akupigie simu siku moja usipokee, akutumie message usijibu. Na utakapoanza kumfikiria positively, haitachukua muda ataanza kukutafuta. Kwa sababu ndio hivyo nilivyokuambia, energy hiyo utakayoitengeneza ya positive itapeleka taarifa kwake pia. Ataanza kujihisi kabisa kwamba anaanza kukumiss. So the more you think kwamba najua unanimiss, then una create, unawaza hivyo wakati unaenda kulala. Hakikisha unavyokuwa una fall asleep ukiwa unawaza hivyo, then it goes there, nitaenda kufanya kazi. Ataanza kutafuta, na atakapokutafuta usipokee simu yake, akutumie message usijibu, hiyo ita double the pain kwake. Hakutakuwa umenielewa. So niulize maswali kama utakuwa nayo nikufafanulie zaidi.